tunaweza toka kambi la moto. Nilikuwa nje hapo kwa muda, nikawa ninasikiliza somo lililopita, nikapokea na mimi na nikapata picha kwamba mlikuwa na mwalimu mzuri sana wa somo la uchumi. Na mimi leo nimekuja hapa kuzungumza mambo machache kwa habari ya series. Lakini kabla sijaendelea, naomba nijitambulishe. Naitwa Pastori Swai, ni mume wa mke mmoja, na mke wangu anawasalimia sana. Haleluya, pokeeni salamu. Lakini pia ni katibu wa vijana katika jimbo hili la Ubungo. Kwa neema ya Bwana nimepata nafasi ya kuja Mbezi katika section hii, na viongozi wengine wote nao walikuwa na ruti mbalimbali. Mchana nilikuwa Msakuzi, na makamu pia tulikuwa naye jioni kama saa 9 mpaka saa 1:30 pale Kimara Kaskazini, na viongozi wengine wote tumetawanyika kwa ajili ya kuwepo kwenye makambi haya na ya kuleta ule ujumbe ambao tumepewa. Bwana asifiwe sana. Lakini pia nipo kwa niaba ya mkurugenzi wangu Rafael Maunda, anawasalimia sana na amenipa salamu za upendo kwa section ya Mbezi. Tupige Bwana makofi mengi. Sasa kabla sijaendelea, mimi ninafundisha somo la habari ya series au ijue series. Sio somo geni, wengine wanaweza series tunaifahamu, na sikuona haja ya kujifunza hili somo, lakini kwa neema ya Bwana atatupa neema ya kuona kwa undani habari ya idara ya series. Lakini nitajaribu mwishoni kuchanganya na baadhi ya vitu ambavyo ninajisikia kuzungumza. Ukiachana na somo la idara ya series, kuna vitu tu ambavyo nimevichanganya hapa ili tuweze kujifunza pamoja. Sasa ninaomba kiongozi unipe muda na mimi niende kwa muda. Nipe muda niende mpaka saa ngapi? Sitamani sana kuenda muda mrefu sana, lakini amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Ijue series. Sasa tutakuwa tunapeana chemsha bongo hapa ndani, tushirikishane. Tupo kwenye darasa, mimi sija kuhubiri, na mimi kiasili ni mwalimu. Ukiona kwa mwinjilisti kamejitokeza, basi ni neema tu ya Bwana, lakini kiasili mimi ni mwalimu. Bwana asifiwe sana. Amen. Series ni kitu gani? Nyosha mkono tushirikiane, wala usiogope mtu yoyote, usiogope kukosea, usiogope kutoa mtazamo wako. Series ni nini? Achana na ufafanuzi nini maana ya series, kwa maana ya kuifafanua au kuichambua. Wewe unaofahamu series ni kitu gani? Nyosha mkono tu. Ukisikia twende series, unajua unaenda. Kuna mkesha wa series. Series ni nini? Karibu dada hapo. Ni vijana. Series ni vijana. Asante, tupige makofi. Mwingine kwa mtazamo wako. Atutenda pamoja tu. Msiponyosha mkono mimi nitakuwa nakuteua. Amina. Series ni chombo, wale wanaoandika, ni chombo
cha utumishi. Sasa hii ni maana ya idara ya CS. Idara ya CS ni chombo cha utumishi kwa vijana wa kanisa la TAG. Ni chombo cha utumishi kwa vijana wa kanisa la TAG. Kumbe kuna chombo cha wanawake, kuna chombo cha wanaume, kuna chombo cha watoto cha kutumika, yaani uwanja wao wa kutumika. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna CS kama CS, manake ni Christ ambassadors. Christ ambassadors kwa Kiswahili ni mabalozi wa Kristo, ni mabalozi wa Kristo. Christ ambassadors manake ni mabalozi wa Kristo. Na idara hii sasa, mimi nitaanza kutoa tule mtasari wa haraka. Idara hii ni idara kongwe kwenye kanisa la TAG, na ilianza kufikiriwa mwaka 1965 kwamba kanisa lilianza mwaka 1939. Bwana asifiwe sana. Lakini mwaka 1965 ikaanza kufikiria kuwe na idara ya vijana inaitwa CS. Kwa ile CS ikawa kwenye makanisa. Kila makanisa ni maono ya kanisa kuwa na idara ya CS. Kwa kuna utaratibu kwa vijana. Bwana asifiwe sana. Lakini mwaka 1973 ndipo ikazinduliwa rasmi na ikawekwa na uongozi wa taifa. Lakini kwa kuna mkurugenzi tu wa taifa, hamna makamu, hamna katibu, hamna mkazina. Lakini hapo katikati hamna section wala hamna majimbo. Kwa hiyo inakuja mpaka kwenye matawi pale ndio kuna mwenyekiti labda na katibu. Bwana asifiwe sana. Na idara hii kwa mwanzo ilianza kusuasua sana, ilianza kwa kusuasua. Kulikuwa kuna utaratibu mzuri na viongozi walikuwa ni wachache. Mkurugenzi mwenyewe ndio anafanya kazi pale taifa. Kwa hiyo unapata mambo yanaenda, lakini nguvu kubwa ya idara hii ilikuwa inapatikana kwenye kanisa la mahali pamoja. Yaani kanisa la mahali pamoja inapofanya kazi na idara ya CS vijana, basi ile idara inakuwa hai. Lakini kanisa ikitokea hakuna idara au hakuna uamsho kwenye hilo kanisa, basi hamna nguvu inayotoka juu au hamna organization yoyote ya kufanya idara pale kanisani ifanye chochote. Kwa hiyo ilikuwa inategemea nguvu sana ya kanisa na vitu kama hivyo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa tunaenda kwenye kuulizana maswali. Nataka mtu mmoja anitajie andiko la CS linapatikana wapi, mstari wa ngapi, sura ya ngapi. Na mwingine ataniambia hiyo sura inasemaje, andiko la vijana. Haleluya. Wewe unaweza kuchukua Biblia. Tuanze hapo. Upande huu, hebu niambie. Wameshaanza kunyosha mikono kabla. Aya, karibu. Unaitwa nani kwanza? Ninaomba kama maiki itakuwepo ya kusaidia. Kama hamna ila. Asante. Tujifunze kwa habari ya CS usiku wa leo. Bwana asifiwe sana. Pili sura ya 5 mstari wa 20. Wow, pigeni makofi mengi. Mimi naleta utani. Au umeshika simu mkononi? Hebu tumpigieni makofi huyu dada. Asante sana. Haya, ninaomba sasa upande huu tusaidiane. Andiko letu linasemaje? Andiko letu linasemaje? Kama unajua nyosha mkono hiyo. Mimi nitakunyanyua kama unaosha. Usiangalie chini ndio nitakupointi wewe.
Kama unajua basi, kama unajua hata nusu nusu tu, nyosha mkono. Karibu waokoe wenzangu. Ninaomba urudie vizuri. Basi tuwajibe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasikia kwa vinywa vyetu. Tuwaomba ninyi badilishe kwa ajili ya tuomba ninyi patanisho kwa ajili ya Kristo. Amina, tupigie makofi. Sasa naomba na huku nipate mtu wa kuzungumza hivyo hivyo, japo kuna vitu vidogo sana. Karibu, nyosha mkono namna hii. Unaangalia pembeni ndio nitakupoint. Kama ni yule sio, mwache. Hapa katikati hapa. Wewe unaangalia chini. Asante, tunyoshe mkono tu. Kama hata unajua nusu hilo andiko, karibu. Mpe mic yule kone karibu. Sio huyo, mpe yote tu hapo, unayeguswa wewe hapo. Asante sana. Karibu. Mpe mwingine kama hajakuwa tayari. Huyo. Asante. Karibu. Chukua maiki. Karibu Abigail. Sasa unamfahamu mpaka jina. Sawa. Karibu. Sema hata ukiishia nusu mimi nitakubali. Basi tuwe wajumbe wa Kristo. Asante, tumpige makofi. Bwana asifiwe sana. Sasa mna kazi ya kujifunza hilo andiko. Sawa? Linatakiwa likae kichwani kwetu. Tulikariri vizuri. Sawa jamani? Ukishaitwa tu mwana CS, lazima uhakikishe hilo andiko unalifahamu katika mapana yake. Sasa idara hii andiko lake ni Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20. Na kauli mbiu ya idara. Sasa naomba tushirikiane. Sawa jamani? Kauli mbiu ya idara inasemaje? Nyosha mkono tu. Yaani mngejua nina zawadi hapa. Dada, kauli mbiu ya sisi nasemaje? Wewe. Asante, simama. Wewe. Kauli mbiu inasemaje? Dada, karibu hapo. Amen. Kauli mbiu inasema uamsho agenda yetu. Malizeni. Nguvu zaidi. Jamani, hata hiyo unashindwa. Hiyo ni kauli mbiu ya kuleta hamasa ya uamsho kwenye idara ya vijana. Uamsho agenda yetu, nguvu zaidi, uamsho agenda yetu. Sasa hiyo inatufikirisha ndio ikae ndani ya moyo wako. Uamsho agenda yetu, nguvu zaidi, uamsho agenda yetu. Ukiwa na agenda nyingine sio agenda ya CS. Bwana asifiwe sana. Sasa tunaendelea kuulizana baadhi ya maswali afu nitaendelea. Ninaomba kupata, kama unafahamu kauli mbiu yoyote ya miaka iliyopita yoyote ya CS, hasa ili ninaweza nikatoa zawadi. Kauli mbiu yoyote, na kauli mbiu zilizopita ni nyingi sana. Huku ndo mmefufuka. Haya,
Naomba tuanzie huko. Karibu, uzuri ziko nyingi. Karibu dada hapa. Nataka zawadi. Asante. Rudia vizuri sasa watu waitike. Vijana tunazo nguvu. Asante sana. Twende anayefuata mbele yako. Karibu. Wote mtakaotoa inawapa zawadi. Inatoka hapa majira haya. Upande huu ni hiyo mkopo mnaiwaza. Asante. Karibu dada hapo. Kwa msaada wa Mungu Tatenda makuu. Sasa simama vizuri kishujaa. Wewe mwanasiezi bwana. kwa msaada wa Mungu tatenda makuu. Asante sana. Aya, mwingine anayejua kauli mbiu ziko nyingi. Sasa nataka ya mwisho hii. Nataka ya mwisho. Karibu mtumishi. Karibu. Sasa mnye mnacheka. Je, mnaleta utani. Karibu mtumishi wa Bwana. Ukiona hajaitika itika mwenyewe. Zawadi ni ya kwako. Na? Sawa, kuamka umewadia. Tumpigie makofi tu kwanza. Sasa hiyo inaonekana mhusika hiyo kauli mbiu alikuwa na moto wake tu. Unajua kila mtu akiwa na moto wake anatafuta kitu chake cha kujipa nguvu Kwa hiyo ni kauli nzuri, lakini nafikiri haikuwa ya serious. Bwana asifiwe sana. Haya, wa mwisho, kauli mbiu ya PCF. Kauli mbiu ya PCF. PCF, watoto wa mchungaji. Ukisema tu, yaani na zawadi bishaziandaa. Ukisema tu unalo. Hakuna. Sawa. Chochea. Moto madhabahu sizimike. Chochea. Moto madhabahu sizimike. Moto madhabahu usizimike. Chochea. Sasa twende pamoja. Sawa jamani, tumeshawafundisha. Chochea. Moto madhabahu usizimike. Chochea. Amen. Wale wawili walioshinda naomba waje chukue zawadi zao. Wakati naendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi kauli mbiu ni kama maneno ya kutupa motisha, ya kutupa nguvu, ni kama maneno ya watu walioko jeshini. Kuna nyimbo wanazipewa ambazo zinawapa mokari. Bwana asifiwe. Barikiwe sana. Lakini nianze kudanganya madhabahu, itakuwa sio jambo zuri. Bwana asifiwe sana. Usimwonyeshe mtu. Hizi zinatupa mokari. Kwa hiyo lazima tuzijue na tuwe tunaziimba kwenye mikutano yetu. Unapokuwa kwenye sehemu ya kanisa na mahali pamoja, lazima hiyo ni kauli mbiu ya kukumbushana. Kwenye matamasha na kwenye makambi kama haya, lazima tuzitaje kwa ajili ya kuhamasishana. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa idara hii ya vijana ina maono gani? Kuna maono afu kuna malengo. Yaani imekusudia nini kwa kijana au kwenye idara? Kitu gani kitokee huko? Bwana asifiwe sana.
Maono yetu ni kuwa na wajumbe au vijana waliojaa Roho Mtakatifu, waliohamasika, wenye mzigo na uwezo wa kuvuna roho zilizopotea kwa ufanisi mkubwa chini ya uongozi imara na uwajibikaji wa uaminifu katika ngazi zote. Nitarudia vizuri, kama unaandika unaweza ukaandika. Maono yetu ni kuwa na wajumbe au vijana walio na Roho Mtakatifu, waliojaa Roho Mtakatifu, waliohamasika na wenye uwezo na mzigo wa kuvuna roho zilizopotea kwa ufanisi mkubwa chini ya uongozi imara na uwajibikaji kwa uaminifu katika ngazi zote. Sasa nitakwambia kwa nini imeegemea sana kwenye kuvuna roho za watu. Tukienda mbele huku nitakuonyesha kwa nini siseme wenye ufanisi wa kuimba vizuri kwaya, wenye ufanisi wa kuruka, Bwana asifiwe sana, labda wenye ufanisi wa kuhubiri vizuri, lakini wanasema wenye ujuzi na ufanisi wa kuzivuna roho za watu. Nitakwambia mbele huko ni kwa nini wamezungumza au maono haya yamewekwa katika mtiririko huyo. Bwana asifiwe sana. Sasa tusaidiane kuyataja malengo ya idara kwa mtiririko. Nitaomba tu lengo namba moja lizingatiwe kwamba ndo namba moja. Haya mengine tutayataja kwa random, yani unaweza kuanza na la 5, la 6, la 7 au la 3 au la 8. Sasa nitahitaji kwanza mkono wa kwanza, yako malengo mangapi? Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yako malengo mangapi? Naomba unyoshe mkono kama unajua. Tusaidiane ili tuweze kwenda spidi kidogo. Yako malengo mangapi ya idara ya siasa? Asante, karibu. 8. Manne. Asante, amesema yako malengo manne. Wengine huko pale mnaniangusha sana. Hapa kwa viongozi naomba niwaache kabisa. Sawa? Hapa viongozi najua kila kitu. Sawa jamani? Tunakubaliana? Twende hapo. Yako malengo mangapi? Dada, sema tu unaofikiria yako malengo mangapi? 8. Asante. Dada hapo, onekana. Sema tu yako malengo mangapi? Simama. 3. Asante. Kaka wale wote ndio yako malengo mangapi? 5. Asante sana. Kule nyuma kule, yako malengo mangapi? Yule dada mweupe kule kwa wote. Basa. Huyo wewe hapo uko na giongo. Yako malengo mangapi? 2. Asante. Mlioko nyuma aliyeshika kitenge amesimama, amejifunga. Naomba tuambie yako malengo mangapi? 4. Yaani msiposema mimi, yaani msipopatia. Asante, karibu. Yako malengo mangapi? Malengo 7. Hebu tumpigie makofi mengi na shangwe na nini. Kwa sababu siweka zawadi. Bwana asifiwe sana. Yako malengo 7 ya idara. Umeona kumbe ili somo limekuja mkurugenzi. Somo limekuja Malipaka. Bwana asifiwe sana. Wangekuwa wanatosha wasomi hapa ningebidi nifunge na nidhamu hapa nitembee. Bwana asifiwe sana. Yako malengo 7. Sasa ninaomba mtu ataje tu la kwanza. Kama unafahamu. Karibu dada. Ushuhudiani. Wewe dada. Wewe umenyosha mkono. Asante sana. Hebu tupige makofi. Hili dada unaitwa nani samani?
Umeshaolewa? Ushaolewa? Jimbo limeshapata? Hebu tumpigieni makofi hawa. Inawezekana mwenza wake alipatia sezi, sio kwa kujua hivyo. Haya, tunaendelea sasa. Taja ambalo wewe unaliona kwamba hata mwingine. Karibu kaka. Kuabudu, tupige makofi. Unajua nini? Asante. Mwingine? Aya. Sasa mimi nitataja tu moja kwa moja. Alafu sasa tuendelee, sitawauliza tena. Lengo namba moja ni kushuhudia. Lengo namba moja ni kushuhudia. Lengo namba mbili ni kutumika. Bwana asifiwe sana. Sasa uandike hivi vitu vya muhimu sana ambavyo nawapatia ya muhimu sana kwa nao kama wanasiasa. Sasa ndio kwa mpangilio unaokupatia. Lengo namba moja ni kushuhudia. Lengo namba mbili ni kuabudu. Kuabudu. Lengo namba tatu ni kujifunza neno. Lengo namba nne ni kutumika. Lengo namba tano ni ushirika. Lengo namba sita ni kujifunza uongozi. Lengo namba saba ni kutekeleza dira ya maendeleo ya kanisa la TAG. Nirudie au niendelee? Lengo namba moja ni kushuhudia. Lengo namba mbili ni kuabudu. Lengo namba tatu ni kujifunza neno. Lengo namba nne ni kutumika. Lengo namba tano ni ushirika. Na lengo namba sita ni kujifunza uongozi. Na mwisho ni kutekeleza dira ya maendeleo ya kanisa la TAG. Kutekeleza dira ya maendeleo ya kanisa la TAG. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lengo namba moja, na sio tu namba moja kwa kuandikwa kwenye vitabu na kwenye madaftari, bali ndio lengo mama la idara ya CS. CS lengo namba moja ambalo ukilifanya na wengine yote sipofanyika, utakuwa upo sahihi, japo utakuwa sahihi kwa 100%, lakini utakuwa umefanya kitu ambacho tunaita ni priority ya idara ya CS. Ili kipaumbele cha kwanza. Kuna mmoja hapa amesema kuitegemeza nyumba ya wachungaji. Niseme hiyo ni priority au ni lengo mama la idara ya wamama WWK. Lengo namba moja ni kuitegemeza nyumba ya mchungaji. Na ndio maana kila siku, kila mara utawaona wanaenda kwa mchungaji, wamebeba kapu, wanaenda kwa mchungaji kila mara. Sasa kuna wanasiasa kwenye kanisa fulani wakaanza kushindana na WWK. Wamama wanasema jamani, wamama kila siku wanaenda kwa mchungaji, ngoja na sisi sasa tunaenda kwa mchungaji kila mara. Wakaanza kwenda kwa mchungaji, wanaenda kwa mchungaji. Sasa walipokuja kurudi kwenye malengo ya idara, wakajikuta wako nje ya lengo la idara. Bwana asifiwe sana. Wanatekeleza malengo ya idara nyingine ambalo sio lengo letu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo idara ya CS lengo namba moja ni kushuhudia. Lazima popote penye CS lazima tusikie vijana wameenda kushuhudia. Lazima tusikie taarifa za kushuhudia. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna watu wengine, kuna makanisa ya CS, lakini ukiona unapata wananyimbo
za kwaya tu. Mimi niwapongeze, kuimba kwaya ni jambo zuri na kuwa na kwaya kubwa ni jambo zuri, lakini sio lengo mama na idara ya CS. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tupunguze sasa kutoka nje. Kutoka nje na mimi niwapate nikawafundisha. Bwana asifiwe sana. Hatuwezi kuona idara bila ushuhudiaji, hasa idara ya vijana CS. Mnakaa mwezi mzima hamjaenda kushuhudia mtaani kwenye kanisa na mali pamoja. Ukweli, tukija kwenye viwango vya idara ya CS, inabidi mwenyekiti tumfukuze kazi, katibu tumfukuze kazi, makamu tumfukuze kazi na mweka hazina, kwa sababu hawajatekeleza lengo la idara. Haleluya! Lazima tuingie kazini kama idara, tuanze kufanya malengo yetu. Lengo letu mama kabisa, tukashuhudie vijana. Lazima tuingie mtaani kwenda kushuhudia, kwenda kuhubiri, kwenda kuwaleta watu kwa Kristo. Haleluya, amen. Haleluya. Ni ukweli kwamba tumekuwa chini ya viwango, na namshukuru Mungu. Mimi nimeokoka 2007. Sasa nimeokoka mimi na kaka yangu wakati mmoja. Mnamjua kaka yangu yuko wapi? Huyu hapo kameraman. Bwana asifiwe sana. Huyu ni kaka yangu, ameniachia mimi ziwa. Yeah. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumeokoka wakati mmoja 2007. Tumeingia kwenye kanisa dogo. Yeye ni mwenyekiti, mimi ni katibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tulikuwa tunaenda kushuhudia. Tumewakuta sasa, tulikuwa ni vijana wadogo. Tunaenda kushuhudia yoyote tunayemkuta barabarani, yoyote bila kujali ni ana umri gani, ni mtu mzima, ni kijana, ni mama, tunamshuhudia. Hawa anajua, hawa wajui, au anatuelewa, hawa watuelewe, sisi tunamshuhudia. Na hata tulikuwa tunafahamu sana mambo ya malengo ya idara, lakini tulikuwa tunasukumwa kwenda kushuhudia kama idara. Bwana asifiwe sana. Tunaingia mpaka kwenye ofisi za serikali za mtaa, tunakutana na mwenyekiti, tunamshuhudia. Sasa kwa sababu tulikuwa wadogo, kuna namna walikuwa wanatuchukulia, halafu wao wana kama wana-inspire, yaani wanatu-inspire, yaani vijana wanawezaje kuhubiri maneno kama haya? Lakini kuna namna tu na ule utisho wa Injili, walikuwa wanatusikiliza. Haleluya. Nimepata neema ya kuwa kiongozi baada ya kuja Dar es Salaam, maana tulikuwa vijijini huko. Nikapata neema, mimi nimetokea kanisa la Kibamba hospitali. Nikapata neema, nimekuwa mwenyekiti pale. Nilipokuwa tu mwenyekiti, nikaanza kuhamasisha. Jambo la kwanza, tununue speaker. Bwana asifiwe sana. Speaker ya Kotek inauzwa 370,000 katika nyakati hizo. Tukachangisha mchango 10,000 kwa kila kijana, tukaenda kununua speaker. Bwana asifiwe sana. Tulipoenda kununua speaker, tukaanza kushuhudia mtaani. Siku tu inakuja nafika kanisani, tunaizindua kwa kupiga injili mtaani. Tukaanza kuhubiri injili, tunatoka mara kwa mara. Unajua kuna wakati mwingine watu wana complicate, lazima muandae maombi ya siku 7, lazima tukae chini yaani kuna vitu fulani vinakaa katikati, vinaleta ugumu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni kweli maombi ni mazuri na yanapaswa kufanyika kabla ya huduma, lakini hayapaswi kuweka ugumu kiasi kwamba mpaka mtu anaona ugumu wa kwenda kufanya kazi ya Bwana. Haleluya. Amen. Tunaenda kushuhudia hapo stendi ya Mbezi, tumeshuhudia sana, tumehubiri sana 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 mpaka tunafukuzwa. Maana sisi tunafungulia sauti mpaka mwisho, hatujali watu wanazunguka ni wengi kiasi gani, sisi tunaweza kuhubiri. Sasa ile sauti hata ingekuwa ni wewe umeokoka, lakini ingepokea. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa tunafanya katika mazingira kama tuna msukumo, tunatamani, tunafanya kazi ya Bwana.
Tunafika mahali tunafukuzwa, tunatolewa ile eneo, tunakamata spika yetu, tunashukia kwenye stendi ya chini ya Malama, tunahubiri huko, tunahubiri mpaka tunachoka. Yaani tunapokezana maiki mpaka tunachoka. Haleluya! Hiyo ni miaka 2016, 17. Tupo na kaka yangu, tupo na vijana wengine wengi tu, tunahubiri huko mitaani kwetu, tumechakaza mpaka tunaanza kurudia tena zile sehemu ambazo tumeshahubiri. Yaani mpaka wanafika mahali wanasema wale vijana, yaani kama umetuchoka hivi. Wakituona tu wanajua vijana wamekuja kutuhubiria Injili. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hatuna ile, mimi kiasili kama nilivyo, sina asili ya uinjilisti, lakini nina Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Na kazi ya kuhubiri Injili sio kwa ajili ya watu wenye vipawa peke yake, ni kwa ajili ya watu wote. Kila kijana anapaswa kuhubiri Injili. Biblia inasema kila mwenye ushuhuda, kila mwenye mwana ana ushuhuda. Kwa hiyo hakuna namna unaweza kujitetea kwamba mimi siwezi kuhubiri. Toa ushuhuda wako. Yesu amekutoa wapi? Sema mimi nilikuwa ni mlevi, sasa hivi sio mlevi. Yesu ameniokoa. Tayari ni Injili inatosha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kama ukiona maisha yako hayana ushuhuda, tunaweka alama kuuliza. Huyu mtu basi Yesu hajamfanyia chochote. Amekuja kwa Yesu amekamilika. Jamani, haleluya. Lakini kama ulikokota kwenye majalala, ni ukweli kwamba ukija kwa Yesu, Yesu anafanya kitu kipya na unakuwa na ushuhuda wa kuambia watu. Haleluya. Hakuna namna ninaweza nikatembea kwenye gari eti nimetoka Kariakoo mpaka Kibamba au mpaka Mbezi Mwisho, sijasimama nikaanza kuhubiri Injili hata dakika 5. Ninawasalimia watu. Na sisi vijana wanasiezi ni vijana wa staarabu, ni vijana wenye heshima. Jamani, shikamoni wakubwa, wadogo, habari zenu. Bwana asifiwe sana. Nimesimama mbele yenu, ninaomba kuwashirikisha neno la Mungu. Mimi ninaitwa kijana fulani, nimetokea Kibamba, ni Mkristo. Haleluya. Unaanza kutiririka, unaanza kusoma andiko kwa utaratibu, unaanza kushuhudia, kuhubiri kwenye magari, kuhubiri masokoni. Watu sasa hivi tumekuwa ni wastaarabu, tena walokole tumekuwa ni wastaarabu wa kupitiliza. Unapata kijana yupo kwenye gari, anaenda mkoani, ameweka headphone, anasikiliza yu hai. Pembeni yako hata yamkini wakati mwingine hata hujamsalimia hata pembeni yako, tunatoka kwenye njia, msalimie yule mtu, jitambulisho, unaitwa nani, muombe nafasi ya kumshuhudia. Ninaomba kukushirikisha neno la Mungu. Kuna mtu atakataa kushirikishwa neno la Mungu? Labda kama ni shetani. Bwana asifiwe sana. Kumbe kaka, hapana tutaki. Ninaomba ukiona mtu namna hiyo, basi ujue huyo mtu tayari kuna namna tu. Tunapokea nguvu, tunapokea mafundisho, tunafanya service. Tukitoka hapa tunatakiwa tukafanye kazi. Amen. Haleluya. Amen. Kazi ya kwanza kwa kijana yoyote ni kushuhudia. Mtu asikwambie, sio kuimba praise and worship. Ni kweli ni huduma muhimu na ninaipenda. Jamani, haleluya. Lakini kazi namba moja kwa kijana ni kushuhudia. Kumleta kijana mwenzako kwa Yesu, kuwaleta watu kwa Kristo, ndio kazi namba moja ya mwanasiezi. Popote pale utakapoenda, hata mkoani, ukikuta lengo namba moja la idara hiyo ya kanisa ni kufanya kitu kingine, waambie jamani, tunakosea. Namba moja ni kwenda kushuhudia, na lazima tukashuhudie. Haleluya. Na ukiona mwenyekiti anakuwa mzito, mwambie mwenyekiti, Jumapili tukashuhudie. Ukiona hajaenda, nenda tena mwambie mwenyekiti, tukashuhudie. Bwana asifiwe sana. Ikishindikana, chukua hata vijana wawili, nende nao mkashuhudie huko mtaani. Hapo mwambie mwenyekiti, tumeenda kushuhudia hapa na pale,
watu walioepuka ni hawa. Haleluya! Kama ni mwenyekiti, ziko vizuri kichwani, lazima atashikwa haibu na lazima ataandaa mpango wa kwenda kushuhudia. Haleluya! Jamani, Bwana asifiwe sana. Mabinti, nyie mjajua, nyie ni vifaa vya kushuhudia, vifaa vizuri sana. Tena ndiye na utisho wa mara mingi ya mwanaume. Unajua binti anaweza akamwambia kijana wa kiume, kwa jina la Yesu subiri hapo. Kijana akashtuka kama mpigwa shoti. Bwana asifiwe sana. Lakini sio kijana wa kiume amwambie binti. Bwana asifiwe sana. Huo ni utisho. Alafu kwa jinsia yenu mnavutia. Inapotokea mahali mmekutana na kikundi, labda mko mabinti wawili au watatu, mkasema jamani, tunaomba mtusikilize kidogo, tuna neno la Mungu tunataka tuwashirikishe. Mna nafasi kubwa ya kulipenyeza neno la Mungu. Haleluya! Lakini usio kijana, sio binti moja, eti binti peke yako unafuata vijana, unaanza kuna utaratibu. Yesu mwenyewe aliambia watu waende wawili wawili, watatu watatu, kuchanganya zile genda ili kuleta jambo zuri. Hasa wewe umeenda, mwanaume mwenyewe umeenda kumshuhudia binti hata chumbani kwake. Ngoja niwape ushuhuda kidogo. Ni kanisa kama sio la Kinondoni, ni kanisa fulani. Ni kanisa la Kinondoni, miaka fulani ya nyuma nilipata ushuhuda. Walisema tunaenda kushuhudia makahaba hapa Sinza. Wakatoka wana moto wa uamsho. Sasa walipofika pale kwenye eneo la tukio, wale mabinti wakawazidi akili. Wakawambia jamani, mimi nafikiri ninaomba tutoke tukakae pale unishuhudie vizuri, nikusikilize, na natamani kusikiliza injili yako vizuri. Kwa hiyo ile kiongozi aliyekuja akasema basi kila mtu agawane mtu. Bwana asifiwe sana. Kila mtu agawane mtu amshuhudie. Alo. Kilichotokea pale, vijana wakashuhudiwa. Vijana wakashuhudiwa kwa sababu wale mabinti wana maneno ya kuvuta. Wanaweza kuvuta tu vazi hivi kidogo, unaweza ukatoa tena ukaendelea kutoa maneno tena mengine ya neno la Mungu. Ukiongea anajikuta kama anajinyoosha. Bwana asifiwe sana. Vijana wakashuhudiwa na wakafanya na uzinzi. Walikuwa ni vijana wenye nguvu tu, lakini sasa kazi hii walifanya katika kukosa maarifa. Bwana asifiwe sana. Ndicho tunachokisema kwamba mabinti na vijana wa kiume, kama ni issue ya kwenda kushuhudia mitaani, kama unaenda kumshuhudia mtu mmoja mmoja, nyumba kwa nyumba, huweni kikundi cha kuanzia watu wawili, genda tofauti, watu watatu, vijana wawili wa kiume na binti mmoja, au mabinti wawili na kijana mmoja wa kiume. Hii inapotokea hata issue ya mapepo, na kwa jinsi unaweza mkashirikiana jinsi ya kumsaidia mtu mwenye mapepo na mtu mwenye changamoto mbalimbali. Lakini usitoke peke yako, unaweza kuzunguka. Hapana. Ni kweli Yesu anataka tukashuhudie, lakini katika maarifa, katika ufanisi. Yesu mwenyewe aliwapanga watu. Sasa sisi ni nani tujipeleke mmoja mmoja? Lakini kuna ile kukushuhudia kwenye masoko, kushuhudia kwenye gari. Unaweza ukashuhudia mwenyewe, ukahubiri peke yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini ninaomba na Mungu atusaidie tukashuhudie vijana. Kwa nini tumelala? Kwa nini idadi imebaki kwaya tu kwenye makanisa? Tukashuhudie. Wakati mwingine mtu ameweka malengo ya idara,
kushuhudia kwa mwaka mara mbili. Wewe aliyepitisha ile alienda ni nani? Kushuhudia mara mbili hawa. Jamani, haleluya! Tukashuhudie, weka angalau hata mara tatu au mara mbili kwa mwezi kwa pamoja. Achana na mtu binafsi anaweza akaweka popote pale na kashuhudia, lakini kama kuna angalau mara mbili. Vijana kipindi kila siku mnaabudu kanisani, mnafundishana neno, yaani nyewe kila siku mnashinda shehe. Mkimaliza mkishajaza mafuta mnazunguka pale pale shehe tena. Mafuta niishia pale pale, mnazunguka tena pale, mnajaza pale tena mnazunguka. Hakuna kitu kama hicho. Tunapopata mafuta tunaingia barabarani. Barabarani tunatembea mwendo mpaka Chalinze, tunaweka tena mafuta. Mafuta mpaka Morogoro. Morogoro tena tunaingia tena shehe. Haleluya! Na sisi ndio hivyo. Makambi kama haya tunapaswa tukitoka hapa tukashuhudie, tukaanza kuweka mikakati kwenye makanisa ya kwenda kushuhudia. Haleluya! Kuna wakati tumetoka kwenye kambi pale Iringa, miaka fulani hapo nyuma, tumetoka kwenye kambi, tuko vijana kama 7, tumekaa pale, tumetoka tunasikia moto unawaka ndani mwetu, tukaingia kwenye stendi ya pale Iringa mjini pale. Hatuna maiki. Tukaambia jamani, tukaanza kuhamasishana kama wenyewe. Kwa nini tusubiri hapa? Jamani, tunaenda kupanda magari kwa ajili ya kwenda mikoani, kurudi Dar es Salaam na wengine kwenda sehemu zao za nyumbani. Kwa nini tusipige injili hapa? Tukasema ndio. Nikaanza kuambia la kiinjilisti pale. Bwana ni Bwana. Bwana ni Bwana. Tunapiga makofi. Pa. Ayo. Tukamkaribisha mtu wa neno. Hakaanza haleluya. Yaani unasikia vitu vinaanza kufunguka pale kwenye ile stendi. Tukapiga injili pale, tukaanza kupokezana, akatoka yule akaingia mwingine, wawili. Tukamaliza pale. Tukaagana na wengine wakaingia kwenye gari, wakaja Dar es Salaam. Mimi nilikuwa na rafiki yangu mmoja anakaa Iringa. Tukasema twende tukasalimie kwao. Tukaingia kwenye gari. Nimekaa na watu huku na huku, ninaanza kuhubiria na niko mbele yangu. Tukaanza kuhubiri, mwenzangu yuko nyuma, yule sisi ya nyuma yote anahubiri, anawashuhudia. Sasa mimi nilikuwa nimekaa na mchungaji mmoja, na yeye anajifanya kama sio mlokole, ananisikiliza. Nikaanza kuhubiri pale, watu 3 wakampokea Yesu pale kwenye gari. Na kuna watu kama 4 na wakampokea Yesu. Haleluya! Tukawaongoza mpaka sala toba kabla gari halijafika. Tukashuka mimi na mwenzangu, yule mchungaji akashuka na sisi. Akasema nyinyi vijana nimewapenda sana. Inawezekanaje? Kwa sababu sisi tunafanya kazi kwa ujuzi. Hata tuanzi na wakati mwingine tuanzi si na andiko na nini. Tunaanza na mazingira yale. Kama Yesu alipokuwa kwenye kisima na maji, akaanza na yale maji na kile kisima. Kwamba mimi ni maji ya uzima. Anamwambia yule mwanamke Msamaria, mimi ni maji ya uzima. Mtu akininywa mimi hatapata kiu kamwe. Haleluya! Kuna wakati mwingine alimwambia mimi ni mkate. Mtu akininywa mimi hatasikia njaa kamwe. Katika mazingira yote, yule towashi alipokutana na Filipo, Biblia inasema kwamba Filipo akaanza na maneno yale ambayo towashi alikuwa akiyaongea pasipo kufahamu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Akaanza kule. Wakati mwingine tunakuta watu wanaongelea mpira, tunashindwa kuanza na mazungumzo yale ya mpira. Jamani, haleluya. Haleluya. Unaweza kusema kuna jamaa mmoja anapiga chenga kuliko watu wote duniani. Unamjua ni nani wewe? Watakusikiliza na kwambia. Kuna mtu anafunga mabao kupita mabao mengi, yaani kupita mtu yoyote duniani, kuliko Ronaldo, kuliko Messi na watu wengine unaofikiria. Unaambia kuna mwamba alishuka kuzimu, akampiga shetani bao la mkono. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mwisho wa siku unawatoa kwenye mstari. Wengine wanaongea kuhusu siasa. Ingia na hali mazungumzo ya siasa, wayumbishe, waingize kwenye Injili. Haleluya. Na mimi ninawasihi kwa jina la Yesu, kila tukio la idara liwe linaweka fursa ya kuhubiri Injili. Jamani, haleluya. Kila tukio
kama kuna ibada ya kusifu na kuabudu, kuwe na fursa ya injili. Mnapoleta habari ya semina, kuna mtoko wa damu, lazima kuwe na mazingira ya injili. Mimi kwanza niwaambie, nimekuwa mkurugenzi wa section ya Kibamba Kusini. Tukahamasisha mwezi wa 12 Boxing Day, tuna tabia kutoka kila mwaka kwenda kwenye mtoko. Vijana wakachangisha 15,000 kwa ajili ya mtoko. Mtoko wenyewe ni Chalinze, sehemu inaitwa Visezi. Tumetangaza mtoko huu utakuwa na nyama choma ya mbuzi, nyama mbuzi choma, na mbuzi tulionunua mapema mbuzi watatu. Bwana asifiwe sana. Tukahamasisha kwenye mtandao. Sisi na viongozi tuna vitu vyetu tumeshavitengeneza. Tukawachukua wale vijana 115 wameshalipa ada, magari matatu Costa hizo, na mimi niko na gari yangu private, na watu wengine wakawa wamekuja private na magari yao, vijana wengine wakubwa. Bwana asifiwe sana, wengine na familia zao. Tukaingia sasa, tunapoelekea watu wanasema bana, tuone mazingira ya mtoko. Tumefika Chalinze, tumeanza kuingia ndani huko Visezi, unatembea kilomita 17. Tukaanza kuhamasisha, nyinyi mnapenda kwenda mazingira mjini tu, hata huko ndio mazingira mazuri ya kusali ya kujisikia vizuri. Tukaingia kule kwenye chuo cha kupanda makanisa, tukaweka pale kambi, tukaanza vitu vyetu vya mitoko. By the way, siku ile tukakunywa supu sana. Tukasema nyama ya kuchoma ni kesho, lakini pia jamani, tumekuja huku Visezi, visiwe ni bure, ni kweli vijijini kabisa. Tukasema twende tukashuhudie watu huko mtaani. Vijana 115 tumeingia mtaani, tukaenda kushuhudia, tumegaragaza kile kijiji. Yaani kila mtu, yaani tunatafuta watu kama nyama ya kuchoma. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu watu ni wachache. Tukaingia mpaka eneo la mjini, yaani kila ambaye hajashuhudia kwenye kile kijiji, sijajua kama alijificha wapi. Mchana tunashuhudia, usiku tunahubiri na kuweka sinema. Usiku watu wanajitokeza, yaani tunajaza kijiji, yaani watu ni wengi, watu 400-500 wako wanatuzunguka, na sisi tunaanza na michezo maigizo, kuigiza Yesu na kucheza na kwaya na step kali nzuri kama vijana ndio wanacheza. Bwana asifiwe sana. Tunawaangalia watu tu namna hiyo, wanakuja, tunamkabidhi maiki muinjilisti. Bwana asifiwe sana. Amen. Akisalimia tu mji unashtuka. Alo, hakuna kitu ambacho tulienjoy kama kile. Kesho tulikaa siku 3. Kesho yake mwendo huo ile tulimaliza Jumapili, tukafanya ibada kubwa. Tukasema that is ni mega, yaani ni kitu fulani, yaani ibada kubwa tuliandaa. Tukaita wale watu tulioshuhudia, waliokuka wote wale na watu mtani, tukawakaribisha. Tulifanya ibada kubwa sana. Yaani ni kanisa mkini baba na upande wa pili ungekuwa umetosheleza. Walipofika pale naye tukaona ni fursa, tukahubiri na pale injili, tukakabidhi watu 35 kwa mchungaji wa mahali pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Waliofanya kazi hizo sio wachungaji, sio wainjilisti, ni vijana na ni idara ya vijana. Mtaani tulihubiri watu 100 karibia na 80 waliokoka, lakini tuliokabidhi pale kama 35. Tukawa siku moja tumefanya tamasha pale Kibamba hospitali, ni section, lakini kulikuwa ni ibada kubwa ya usiku na kuabudu. Ile ibada tulikuwa tumeandaa kwa maandalizi makubwa sana. Praise team tu walikuwa sio chini ya watu kama 42. Kwa hivyo kuna vinanda vitatu, kuna majita, kila kitu tumeviandaa. Sasa tumeanza tu ile ibada, hata dakika 20 hazijaishi, umeme ukakatika. Vijana wamekuja, kanisa limejaa mpaka nje ya kanisa. Yaani kuna vijana hawakai, wao wanasimama muda wote kama makamanda. Ikipigwa tu filimbi ya sifa ni mbele. Umeme ukakatika. Tunaenda kuangalia generator, limeisha mafuta. Tumeenda kwa mafuta haliwaki, alitoa umeme.
Kana kwa sababu isha kageneleta kadogo, kana kageneleta kadogo hawezi kuendesha vyombo vilivyopo. Kinaweza kuwasha taa na baadhi ya feni. Sasa tukaanza kuimba kavu kavu. Yule jamaa wa drums sio alishukiwa na roho gani? Alipiga drums. Nikaomba tu Mungu zisivunjike, maana pia wachungaji wakati mwingine vitu kitokea vitu kama hivyo lazima kapigwa marufuku. Ikapigwa ile sifa, vijana wakaruka wakamsifu Mungu, wingu likashuka. Kama tunachukua video kama hivi, ile video nilichukua tu nikaiweka kwenye mtandao wetu wa kanisa, watu 1.5 wameview. Kuna like kama 120,000. Yaani hiyo ilivuma mpaka kwenye mtandao tulipoiposti tu. Bwana asifiwe sana. Tukaandika mara baada ya umeme kukatika. Lakini asile katuingia ndani. Shetani kwa nini ametufanyia kitu kama hichi? Sisi hatumlengi mtu yoyote. Kwa nini Mungu katika siku nyingine zote? Unajua katika wakati sisi tumeanza kusifu na kuabudu. Hata kama kuna watu sisi hatuwajui, watu tunamjua shetani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Tukasema sasa hivi nyama zetu, mama zake, lazima tulipize kisasi. Sasa next time hatufanyi tamasha ndani, tunalifanya nje. Kama kuna watu wanakumbuka ile tamasha lilifanyika pale Kifuru kwa mchungaji Profesa. Bwana asifiwe sana. Profesa Mato. Tukaandaa tamasha kubwa, jukwaa kubwa, vyombo vikubwa, vijana wanahamasika. Yaani ile dhamira iliingia kwa vijana wote. Tukasema jamani, lazima tukaende mtaani. Yaani sisi kisasi chetu ni kumchukulia shetani watu. Ndio kisasi kizuri kwa shetani. Kwa hiyo tukaandaa tamasha kubwa, tukaita mhubiri. Mhubiri alikuwa ni katibu wa idara ya DMS taifa. Tukamuita. Na ni idara ya CS. Kafika pale akaanza kuhubiri praise and worship. Kama anaabudu, anazungumza maneno ya kuwaleta watu kwa Kristo. Watu wakapomoka. Watu wengi waliokoka kwenye ule mkutano haijapaka kuonekana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu akanyambia pastori, kila tukio tafuta fursa ya kumtangaza Kristo na ya watu kumpokea Yesu. Jamani, haleluya. Kwa tukaona tone mtoko, tukaweka fursa. Ibada za kusifu na kuabudu wakati mwingine msifanyie tu ndani. Twende matamasha haya nje. Watu wote wanatakiwa kumsifu Mungu. Bwana asifiwe sana. Tushuhudie Mungu kupitia matamasha ya kusifu na kuabudu. Hata kama ni nani basi mnaalika watu. Jamani, katika mazingira yote tufanye ushuhudiaji, injili ya Kristo iwafikie watu wote. Haleluya. Amen. Nimezungumza hizi kwa muda mrefu kwa sababu ndio kipaumbele cha idara yetu. Ninatamani kuanzia ngazi ya tawi vijana tukashuhudia. Sasa hivi kuna tabia fulani kamekuja kwenye makanisa yetu cha vikao. Kila Jumapili kuna vikao. Kikao si cha harusi, si kikao cha nini. Jamani, kama ni vikao vya harusi na vikao vingine ambavyo vieleweki. Wakati mwingine pigeni chini. Jamani, Bwana asifiwe sana. Au wekeni jamani, mpaka tukitoka kushuhudia ndio ingie hiyo ratiba ya vikao. Kama itakupata wewe upo kwenye injili basi imeisha hiyo. Tusikubali kuingiza mkenge na vitu ambavyo vinatutoa kwenye mstari. Mmetoka kwenye ibada vijana, na uzuri wa ushuhudiaji haitakiwi kuna wakati mwingine sio kundi kubwa. Vijana 3, 4, 5 wanaweza kutoka. Wakachukua kimegafoni kile kinauzwa 25. Kikaweka tu sehemu tu pale. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe sana. Mkashuhudia, mkahubiri mtaani, inatosha. Mkarudi mnakuwa na amani. Na katika mitoko ambao vijana walisema tumejisikia vizuri moyoni, tunarudi kwa kushangilia ule mtoko tuliofanya kule Misezi. Vijana walifurahi,
walijisikia vizuri, na Roho Mtakatifu aliwaburudisha na kwenda akasema, huu ndio mtoko ambao ndani ya nafsi yetu tumejisikia vizuri. Jamani, haleluya, Amen. Mimi ninaomba kusikia section ya Mbezi, vijana wako mtaani wanashuhudia, haleluya, wako stendi wanahubiri, wakiingia kwenye magari wanahubiri, bila kujali wewe ni binti, bila kujali wewe ni mwanaume, hubiri na Mungu atakupa utiisho wa ajabu na wa kipekee. Jamani, haleluya, Amen. Sasa maono mengine, maneno mengine mimi sita ya nani sana. Lengo namba 2 ni kuabudu. Kuabudu ni kudumisha ushirika wetu sisi na Mungu. Lazima tuwe tunaweka ibada zetu katikati ya ibada zetu za vijana, tuwe tuna vipindi vya kuabudu. Japo sasa kuna wakati unapata kila wiki ni ibada, ila kuna attendance ya ibada angalau mara 2 kwa mwezi, mara 1. Lakini niko na shauri ibada ziwepo, hata hizi ibada za kusifu na kuabudu ziwepo kwa ajili ya kuendeleza ushirika wa vijana na Mungu. Maisha yetu kama vijana, pasipo ushirika sisi na Mungu hatutaweza kufika mahali popote. Roho Mtakatifu anahitaji sana ushirika wa karibu na sisi, ili tuweze kuyashinda maisha ya dunia, tuweze kufanya kazi yake kwa ufanisi na kwa viwango. Lazima ushirika wa sisi na Mungu uwe mkubwa sana. Jamani, haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni vizuri eti kuna kanisa halina kipindi cha vijana. Hapana, kuwe na kipindi na kuwe na attendance ya ibada. Vijana wawe na muondoko mzuri wa kuabudu, na sisi lazima tuzingatie sana kuwa watu wa ibada. Bwana asifiwe sana, ili kudumisha ushirika wetu na Mungu. Andiko ni Zaburi 95 mstari wa 1 mpaka wa 6. Kujifunza neno. Lazima kama idara, kama mwanasiasa, tuwe ni watu wa kujifunza neno la Mungu. Lazima tuwe tunasoma neno la Mungu. Lazima tuwe tunaangalia kwa kina, tunafungua, tunachimbua kwa ndani. Haiwezekani tu kijana unapita umependeza, lakini neno la Mungu ukiulizwa kitabu cha Zefania kiko wapi? Naambia Zefania kiko Agano Jipya. Hakuna kitabu cha Zefania. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Na lazima kama idara tuwe na vipindi vya kukariri maneno ya Mungu. Kuwe na mashindano ya Biblia. Vijana wanatiririka maneno ya Mungu. Mbona watu wanakamata mistari ya kina Diamond? Mbona watu wanakamata mistari ya kina Dudubaya, si kina nani? Kwa nini kusiwe na attendance au na tabia ya kuyakamata maneno ya Mungu na kuyasema mbele za vijana? Bwana asifiwe sana. Kuweka mashindano ya kufungua vitabu, kutoa majibu na maswali mbalimbali ya kuhusu Biblia. Neno la Mungu ndio chakula chetu kama vijana. Inatupa nguvu na ufahamu, inatupa kufanya vitu kwa ufanisi na kwa mlengo mzuri. Kuna jamaa mmoja ameenda kuhubiri Injili, anahubiri Injili. Mimi nilisikia ushuhuda kule Moshi, nyumbani kwetu. Jamaa wana mzigo, wana moyo, wameenda kumhubiria jamaa Injili. Piga Injili, jamaa anibishi, yaani mbishi mpaka unaweza kumpiga ngome ya pua. Bwana asifiwe sana. Kila wakienda jamaa ni mbishi mpaka hasira zinatokea. Yaani kama binadamu unanyanyuka, unaweza kukasirika. Sasa jamaa wanampenda na ni rafiki yao, lakini wanataka kulazimisha Injili. Wakapanga kumfanyia kitu jamaa ili aokoke. By force, by power, lazima aokoke. Wakamtafuta majira ya usiku, wakampiga roho, wakamfunga, wakampeleka sehemu fulani, wakapiga sana, hivi unajua kuna kuzimu leo. Hivi tunakwambia kila siku kuhusu Injili Yesu Kristo. Wewe ule utapeleka piga. Yule jamaa katika mazingira magumu akaokoka. Bwana asifiwe sana.
akamkiri Yesu. Sasa shida kumkiri Yesu nao ni kitu kingine. Wale mtu yote akishamkiri tu Yesu, hata kama siku hiyo hajaamua kubadilika total, anakuanza hata kama atarudi kwenye matope, kuna siku Mungu atamgusa. Bwana asifiwe sana. Yule jamaa akaja kama mpaka mtaa akaondoka. Akasema jamaa atajua, na mimi sitaki mambo yenu, kubali kutoka kwenye mazingira. Kwenda yule jamaa kwenda ndio akaokoka. Na sasa hivi nafikiri ni mzee wa kanisa kitu kama hicho. Bwana asifiwe sana. Lakini hawa jamaa walitaka kumlazimisha, walifanya process ya kumlazimisha kitu ambacho serikali ingejua wangekamatwa. Jamani, haleluya. Ni kufanya kazi katika ujinga, kukosa maarifa. Kuna maneno waliyakosa. Sisi tuna wajibu wa kuhubiri injili tu. Hatuna kazi ya kuwalazimisha watu. Jamani, haleluya. Sasa tunapokosa neno la Mungu vizuri, tunajikuta tumefanya vitu ambavyo havipo kwenye mpangilio. Jamani, haleluya. Tunafanya vitu ambavyo mtu akikuona anajua huyu jamaa amekosa vitu fulani. Biblia ukisoma Zaburi ya 119 mstari wa 105 kitu kama hicho. Sema neno lako ni taa na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo neno la Mungu lazima tujifunze. Lazima uwe una maneno na mistari kwenye kichwa chako. Hata unapopitia mambo magumu, unaweza ukachomoa mstari mmoja ukasimama nao mpaka ukapita kwenye hilo jaribu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna vitu unataka vikutie nguvu, kuna jambo unatakiwa ulifanye. Unatafuta maandiko, nisimame na andiko hili mpaka nifanikishe jambo hili. Jamani, haleluya. Kusudi namba 4 ni kutumika. Lazima vijana tutumike katika mazingira yote. Mazingira ya kanisa, vijana mnatakiwa mdeki, hakikisha kila kitu kimekaa sawa. Vijana wengine wanatumika kwenye vyombo, wengine unapata kanisa lina vyombo kama hivi, hakuna mtu anayepiga. Kuna maspika, kuna nini? Vijana wanakimbizana tu. Kuna kazi za kanisani, kuna mambo mbalimbali ambayo yanatakiwa yafanyike kwa vijana. Lakini vijana wanakimbia hapana. Sisi maono yetu, malengo yetu ni kutumika kwenye kanisa. Kwa lazima utumishi wetu uonekane katika mazingira mbalimbali. Jamani, haleluya. Haya. Lengo namba 5 ni ushirika. Ushirika unajumuisha mambo mengi. Hata kilichopo hapa sasa hivi ni ushirika. Ibada ni ushirika. Lazima tufanye vitu ambavyo vitatuleta na kuwa na ushirika. Na sisi vijana lazima tupende ushirika. Haiwezekani tu umefika mwenyekiti anapigia tu simu, Bwana asifiwe. Toka huko utamwabudu Mungu, ni chumbani kwako utaomba, utaenda kushuhudia huko. Wewe mwabudu Mungu kwa chumbani kwako. Jamani, vijana leo hatukusanyike kanisani, vijana mnaabudu Mungu chumbani kwenu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu kama hicho. Lazima tuwe na ushirika wa pamoja. Kuwe na makongamano kama haya. Haleluya. Kuwe na vipindi wakati mwingine mnatoka kwa ajili ya michezo. Mnatoka kwa ajili ya mitoko tu mbalimbali mizuri inayojumuisha ushirika. Vijana wanafahamiana, vijana wanajuana, wanapendana. Wanakuwa kitu kimoja. Wakati mwingine kuna kanisa la Mbezi, kuna kanisa la Mendasi, kuna kanisa la wapi. Makanisa mbalimbali yale unapata hata kwenye mkesha tu wa section. Wanasema jamani, huu mkesha natamani kwa sababu naenda kukutana na vijana pale. Tulikutana na wale vijana pale kwenye kushuhudia, natamani. Mnajifunza vitu mbalimbali kwenye ushirika. Bwana asifiwe sana. Na wakati mwingine kuna mahusiano hata mengishi ushirika. Usidharau ushirika kama kijana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Ukiitwa ibada ya kanisa la mahali pamoja, nenda dumisha ushirika. Ukiitwa kwenye makongamano ya section, kwenye ibada za kusifu na kuabudu za section, za nyimbo, uzuria, dumisha ushirika. Kwenye ushirika kuna vitu vya kimungu vinatokea mahali hapo. Haleluya. Wakati mwingine hata uponyaji, unaweza ukatafuta uponyaji huko unaombea huko na haupatikani. Lakini kwenye ushirika Mungu akakuponya, Mungu akakutembelea, Mungu akasema na wewe. Bwana asifiwe sana. Na mimi niseme katika maeneo mengi ambayo Mungu amezungumza na mimi ni kwenye ushirika. Unabii unatokea, unanyusu mimi moja kwa moja. Ninamshukuru Mungu. Lakini nisingekuwepo kwenye ule ushirika, nisingepokea vitu vya namna ile. Bwana asifiwe sana. Naenda spidi kidogo, kujifunza uongozi. Vijana ni lazima tujifunze uongozi. Idara ya vijana ndio idara ambayo inategemewa kwenye kanisa. Ndio inategemewa baadaye muwe wazee wa kanisa. Ndio baadaye inategemewa muwe mashemasi wa kanisa. Baadaye inategemewa kuwa viongozi hata wa jamii huko. Mnajifunzia uongozi. Hakuna eneo lingine unaweza kujifunzia uongozi tofauti na kwenye idara ya vijana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana.
Tujifunze uongozi. Mwambie mwenyekiti wako, nipe kazi ya kufanya, nipe kazi ya kusimamia. Nakwambia wewe simamia idara ya uinjilisti kwenye CS. Bwana asifiwe sana. Na niombe viongozi mlioko hapa, viongozi wa matawi, wekeni vitengo mbalimbali, ufundishe vijana uongozi. Wewe tu kitengo, wewe utasimamia miradi ya CS. Wewe utasimamia kwaya ya CS. Kwaya kabla mwenyekiti hajasimama, asimame kwanza kijana ambaye ni kiongozi wa kwaya. Atoe maneno yake ya kuweka pamoja nini cha kufanya, alafu na mambo mengine endelee. Chochote vyote vile kujifunza uongozi. Jamani, haleluya. Kwa sababu baadaye atakuwa mzee wa kanisa. Kuna mzee wa kanisa anasikia aibu, anasema mbele ya watu, Bwana asifiwe. Hakuna. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Tujifunze uongozi, na ukipewa jukumu lifanye kwa nguvu zako zote. Sio unapata kazi, umepewa jukumu, wewe simamia, ndio tunaenda kushuhudia, wewe mstari wa mbele, unaanza kupiga tena. Hapana. Mungu anatutegemea, kanisa linatutegemea, jamii inatutegemea, familia inatutegemea. Lazima tujifunze kuwa viongozi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na mwisho kabisa ni kutekeleza dira ya maendeleo ya kanisa. Pamoja na mambo yote tumeyazungumza, lakini mwenye sauti ya mwisho ni mchungaji wako, ambaye ndio mwenye katiba ya kanisa la Tanzania Assemblies of God. Bwana asifiwe sana. Lazima tushirikiane na kanisa. Kanisa likisema sasa tuna jambo hili, usiseme sisi siwezi, tuna jambo letu kanisa. Hapana. Hakuna kitu kama hicho. Bwana asifiwe sana. Lazima tushirikiane na kanisa. Sisi ni idara ndani ya kanisa. Lazima tushirikiane. Hata kama kuna ratiba za CS, lakini kuna ratiba ya kanisa inahitaji vijana. Tunaanza mambo yetu, tunashirikiana na kanisa. Ni kutekeleza dira ya maendeleo ya kanisa. Lazima tuhakikishe kanisa namba moja linafanikiwa, malengo yake yanafanikiwa. Ndio kusudi la CS. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie. Mimi kwa ufafanuzi wa malengo nimefika mwisho, lakini kuna vitu vichache natamani tushirikishane. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Mungu atusaidie. Kama kuna makanisa hayana idara au idara zake hazihudhurii, kuna idara asiweza kumbea kanisa letu, hatuna ibada za vijana, na wakati mwingine tuna vitu vya kujiongeza, hatuna tusiende kwa mazoea. Kila Jumatatu au kila Jumanne mkifika tu ni kuabudu na kusifu neno, umeondoka. Hakuna. Ndio maana wakati mwingine tunakosa watu kwenye makanisa, tunakosa watu kwenye idara. Mimi nimeshakuwa mwenyekiti wa kanisa wa vijana kwenye kanisa la Mahali Pamoja. Mungu akanipa mafunuo siku moja, nikasema vijana tujifunze kupika chapati. Tukaenda kumwita mpishi mmoja wa barabarani huko, tukampa 15,000. Tukakusanya vile vidogo vidogo kwa vijana na kununua unga na mafuta. Tukaenda kutafuta majiko na microwave tukavaa. Bwana asifiwe sana. Katika siku ambayo vijana wengi walikuja, ni siku ya kupika chapati. Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima tuwe na vitu mbalimbali kwenye idara zetu, kwenye makanisa. Vijana wakaja wanapika chapati, kumbe kuna mabinti hawajui kupika chapati. Badala ya kupika chapati wanapika mikate ya Yesu. Sasa hiyo chapati gani unavunja? Kuna chapati inavunjwa, Wewe kwa ukienda mdomoni koro. Afya chapati imepikwa na nani? Na binti. Bwana asifiwe sana. Ili ikawasaidia vijana wengine wakajiajiri, wakaanza kupika chapati asubuhi na chai. Wanauzia watu. Mtu anauza chapati 50 kwa siku, kwa nini sipate faida yake nzuri? Na mimi nikajifundisha na vijana wa kiume. Na mimi sasa hivi nimeoa. Ninampikia mke wangu chapati. Tena anaona kijana mshipavu kweli kweli. Amen.
Bwana asifiwe sana. Amen. Unamkangia chapati anaikula anasema yes. Anakubali. Unaongeza thamani yako kwa mke wako. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa mnaweza mkaleta vitu mbalimbali vya kusaidia. Wakati mwingine unaweza mkaenda kwenye sehemu mtu ambaye ana miradi. Tushakaa kwa jamaa moja na miradi ya kuku, samaki, nini, vitu mbalimbali. Tumeenda pale tumejifunza. Vijana wamekuja wengi. Tumetangaza kesho tunaenda kuangalia kujifunza kwa bwana miradi kwa mzee fulani. Tumeenda pale vijana wengi wamefika pale. Tukajifunza kwa bwana miradi mbalimbali na vijana wengi wakajifunza pale. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine sio kila mara ni kufanya tu usiku kuabudu neno kwenda nyumbani. No. Hiyo ipo, lakini kwenye mwezi angalau basi changanyeni vitu. Siku nyingine mnatoka mkija tu kwenye idara mnamshukuru Mungu, mnapata hata maombi dakika 5, mnaingia mtaani, mnashuhudia. Siku ya idara vijana wanakuja kutosha. Tunapobadilisha vitu, idara inakwenda changamka. Vijana wanakuja kutosha. Jamani, haleluya. Na sisi kama vijana, Mungu anapotupa neema kwa viongozi, lazima tufanye vizuri kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana asifiwe sana. Sasa nitazungumzia kama dakika 5 tu kijana na mtandao. Wakati wana smartphone hapo leo. Yosha tu namna kama na smartphone. Yosha tu, inawezekana tunataka tuweke voto. Asante. Biblia inapozungumza kwamba nyakati za mwisho kupitia unabii wa Daniel, maarifa yataongezeka. Teknolojia iliyokuja sasa, mambo ya AI, simu za smartphone, unaweza kufanya vitu vingi. Sio mambo ya shetani, ni mambo ya Mungu. Mungu ameleta mtandao, Mungu ameleta teknolojia. Bwana asifiwe sana. Mungu ameleta mtandao, yaani vitu vyote, hata hiyo AI unayosikia ni Mungu ameileta, sio shetani. Mungu, shetani hajafanya hata kitu kimoja kwenye dunia, hajaumba chochote. Mungu ameumba bahari, ameumba nchi kavu, ameumba anga, ameumba milima na mabonde. Cha ajabu, shetani hata kisima hajakiumba. Bwana asifiwe sana. Lakini leo tunasema shetani ameleta mateknolojia. Shetani no. Ndio tunafika mahali vitu vinafanyika chini ya kiwango. Tunashindwa kuipeleka injili na kulitangaza kanisa kwa nguvu kwa sababu tuna mawazo yaliyo hasi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lazima tujue kwamba hivi vitu vimekuja kama nyenzo ya kuifanya kazi ya Mungu iende kwa spidi, iende kwa kasi. Haleluya. Amen. Sasa unapata kwenye kanisa la mahali pamoja, mahubiri yanafanyika, mahubiri mazuri ambayo mtu mwingine angeasikia angebarikiwa. Unashinda kunyanyua simu yako kuchukua yale mahubiri kuyaweka kwenye mtandao. Utakutana tu na mtu binti mzuri anachukua simu, anaweka mbele, anapuliza mashavu yake yanakuwa kama puto. Mnajua na maana mnacheka. Anaanza Unajua kwenye status yako unapata mtu mbona aongei chochote hivi, anatufanyia mazingaumbwe. Hapo sasa ya kwanza unapata ni picha yake, unapiga picha yake, hii picha umepotea. Yaani umepotea, tunakutangaza utafutwe. Bwana asifiwe sana. Tunatumia mitandao vibaya. Hebu tuone hii ni fursa ya kuhubiri injili na kulieneza neno la Mungu na kulitangaza kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwenye mitandao yetu weka maneno ya Mungu. Chukua tani mahubiri ya mchungaji wako, yatengeneze vizuri, yake kwenye mtandao. Wewe mwenyewe unaweza ukajirekodi, unachukua mstari wa Biblia, unasoma vizuri, unautafakari vizuri kwa maneno mafupi, unakata ile clip, unaingiza kwenye mtandao, kwenye status yako, kwenye Facebook yako, TikTok yako, safi kabisa. Lakini tunaacha watu wa mataifa wanajaza mtandao picha za ngono,
picha za uchi na video mbalimbali mbaya. Tunaanza kulalamikia, jamani, dunia imeharibika kwenye mtandao. Hakufai. Hakufai kwa sababu sisi vijana hatujafanya kazi ya kuujaza huo mtandao. Bwana asifiwe sana. Wakati kina mitume wanahubiri Injili, wakafika, kuna mahali walifika, ni mji fulani, nafikiri Mbosawa, wakasema hawa watu waliopindua ulimwengu wamefika mpaka na huko, wamejaza mafundisho, yaani wameujaza mji wote, wameujaza mafundisho yao. Watu wachache. Sasa sisi leo tunashindwa kujaza mafundisho kwenye mtandao. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ukisoma Mathayo sura ya 5, naomba mtu mmoja asome, naenda kumaliza. Mathayo 5 mstari wa 15. Ninaomba usome hapo. Inasemaje? Inasemaje? Mathayo sura ya 5 mstari wa 15 inasema, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nao yaangaza wote waliomo nyumbani. Amen. Bwana asifiwe sana. Taa haiwashwi ikawekwa chini ya pishi au chini ya kitanda, bali taa inawashwa, inawekwa juu ya pishi au juu ya kiango, au yani sehemu ambapo ni pa juu, ili iwaangaze watu wote.